cia rucini nginya thaina tugukorwo tukiaraniria na Tom Gabriel Odinga o tuwe kwa kweta yuri mona good thank you muno tago kama uwa kangethe kuma Inoro TV na Inoro FM na otogo waigwa tugo kumushie kwa mutogoria wake makia ODM Mheshimiwa Raila Odinga kwa jamaa maybe oteti yoyo na Tago Peter Karugu kuma Shoro FM na tuguku mucie kwa Prime Minister Raila Odinga Karen tugikurehera maundu maria meko tumika megi fururi na uteti wa kirima gia Kenya. Thank you o hariori mwiroreri na muthikiriria witu ninge tugatonya wa bogwa tunyitanagia na tapu-ini Kameme FM dinashara ginyathaina na tugo kwa gwetu twiguko Karen tugo tukia maingi tuonane baadaye. Right. Mwiroreri na muthikiriria ithui kana ni jetagwo muthe kigigo wa tondu guko wanyu Nairobi na tuwe Nairobi towns. Na sisi vilevile tukaanza mkutano wa hadhara kuongea na Wakenya kila mkoa. Tukaenda kule Kisii tukakutana na viongozi kutoka Nyanza na baadaye tukaenda kwa mkutano wa hadhara huko Kisii tukatoa hiyo ripoti. Tukaenda Kakamega tukafanya namna hiyo. Tukaenda Mombasa namna hiyo. Kitui namna hiyo. Narok na Masai. Tukaenda Garissa. Tukaenda Meru kwa mlima. Ilikuwa tuende Nakuru mwisho. Ndio hii shetani ya COVID ikaja ikasimamisha. Lakini baadaye wale viongozi wakasanya maoni ya watu huko wakatuleta. Kwa hivyo hii mambo useme hii mimi sielewi. Na sioni vile mtu yeyote katika siku za usoni anaweza kubadilisha katiba kupitia kwa hii kitu ambayo inaitwa popular initiative. Kama unasema ati hiyo ati wananchi hawakuwa involved. Sasa wananchi watakuwa involved namna gani? Kama wewe na unataka kubadilisha katiba na mwanze kwanza kusanya saa hii milioni 1. Sisi tulisanya milioni 4. Lakini hiyo ni baada ya sisi kutembea katika kila mkoa na kuongea na wananchi wote. Hizo jopo kazi imeenda mara 2 katika kila county za 47. Bado nasema ati wananchi walikuwa hawajaelewa. Sasa hivi walikuwa wanaweka sahihi, ulikuwa unaandika pale tu wewe umesoma hiyo ripoti na umeelewa, ndio unaweka sahihi zako. Sasa nasema public participation. So mimi sielewi public participation ya hii ya mahakama gani. Sielewi. Lakini sisi tunasema kwanza tulikuwa tunataka kuangalia. Unaona katiba inasema ati wanataka akina mama wawe asilimia yani thuluthi moja katika kila kikao county assembly na bunge. Wakati huu haijawezekana. Uchaguzi umefanywa mara 2 bado haijafanyika. Hiyo BBI ilikuwa na suluhu ya hii mambo ya gender. Okay? Pili, kumekuwa na ubaguzi juu ya ugavi ya rasilimali hapa katika taifa letu. Kuna eneo zingine ambayo watu ni wachache lakini wanapata pesa mingi zaidi kuliko wale ambao wako wengi. Kwa mfano, chukua mfano ya Kiambu. Iko na watu 2.5 na inapata bilioni 9. Mandera iko na bilioni na 800,000. Wanapata bilioni 12. Sasa hiyo sio haki. Hiyo BBI ilikuwa inataka kusawazisha ili kuwe
na haki, vile unakuwa nasema ati one man one shilling. Haya yote ilikuwa ni, alafu kuna kwa vile vile na yale sehemu ya wageni ambayo kulingana na katiba ya sasa zingekufa. Kwa mfano kama huko mlimani huko, kwa mfano mkoa kaunti ya Nyeri, watu Poteza, Othaya, Mkureni na Tetu. Hata tuko hapo na Mathioya na Kangema. Hata Daragwa zitaenda. Na hiyo ilikuwa suluhu ndani ya hiyo BBI. Kuna mambo mengi. Kwa mfano kujaribu kuleta pesa mashinani ili kuzidisha idadi ya pesa ambayo inakuja katika counties, na vile vile kuweka ile World Fund. Haya yote yalikuwa ni pendekezo ambayo yalikuwa ndani ya BBI. Kwa mimi nasema sisi, mimi na Uhuru tulikuwa na tabaha ya kujaribu kuleta yale ambayo inaweza kusaidia Wakenya. Kwa hivyo isisemekane ya kwamba hawa ni watu walikuwa ni majambazi ambao wametumia pesa ya raia nje baya, inajaribu kuvunja katiba na kadhalika. Lakini sisi tumezoea kama Wakenya, ukitaka kuleta mazuri kila mara kunakuwa na pingamizi. Tulipokuwa tunasema ati tunataka Kenya katiba ibadilishwe, tutoe ile kifungu kunaitwa section 2A ili tuwe na multiparty, tuliitwa maneno mengi zaidi. Matiba na Rubia nipongea wakaitwa opportunists, tribalists, watu ambao wanataka kabila na kadhalika. Hadi Kenya haijakuwa kuwezi binafsi kuwa na multiparty. Hadi itachukua miaka 100 kabla Kenya haijawezi kukuwa na multiparty. Sisi tukasema ni multiparty. Tukasema tuende Kamkunji tuulize wa Kenya. Tulipokuwa Sabasaba tuende Kamkunji, Matiba na Rubia walichotwa tarehe 2. Mimi nikachotwa tarehe 4. Tukapelekwa detention. Rubia alipata huko mpaka karibu akapoteza pasipoti yake. Matiba akapata stroke ambayo ilimfanya yeye awe kama ni garbage kwa maisha yake yote, kwa sababu tu kusema tulikuwa tunataka multiparty. Hapo walikuwa kanifuata tena, tuanzisha Ford mpaka mimi nikaenda huko uhamishoni huko Norway. Lakini mwishowe hiyo multiparty ilikuja kwa sababu Wakenya walikuwa wamesema itapatikana. Kwa hivyo tumeona pingamizi mingi zaidi. Wakati bila kupigania uhuru, kuna wengi walikuwa wanasema ati ukoloni iendelee. Wakapeleka hata delegation kule Ulaya ya kupinga uhuru. Najua yale ambayo yalifanyika. Hiyo nitaongea juu yake baadaye. Okay. On the same issue, nikimalizia mheshimiwa, inaonekana ama semekana ama inazidi kuonekana ni kama kuna mvutano kati ya sijui utasemaje kuhusu yale inafanyika Kenya hii. Sio ni Kenya peke yake, imefanyika katika nchi zingine. Saa zingine kuna kuanga na mvutano baina ya pembe 3 ya serikali, bunge pande hii, serikali kuu yani executive pande hii, na mahakama nyingine. Nani anaweza kuwa na nguvu ya kutawala? Hii ambayo naona sasa inaitwa judicial activism, ambaye mahakama inataka kuendesha serikali. Unaona kwa mfano, unakuta sasa wamefanya order ati
chairman ya parastatals without public participation. Hata mawaziri hawezi kuteua members ya boards ya parastatals. Juzi rais alipochukua Kenya Meat Commission kutoka kwa wizara ya kilimo na kutoka kwa wizara ya ulinzi, wakasema hiyo ni unconstitutional. Sasa the government authorities within the executive wanasema ati unconstitutional. Sasa unaona executive imewekwa mahabusi. Kila iko na sheria yake. An act of parliament which specifies how a chairman is appointed, how members of the board are appointed. Sasa mahakama imeenda pale ambayo imefunga. Sasa ukikiuka unasema ati you are not respecting court orders. But are those orders themselves legal and constitutional? That is a question that you need to ask. Upande mwingine unakuta bunge vile vile nafuruta pande ile nyingine. Wanataka kufanya kazi ya executive. Unakuta Senate wanaenda kupasa, wanafaa kutoa order ati construction of a housing project isimamishwe. So as the Senate stop work going on, the Senate can only ask the executive, because that is the work of the executive. Sasa utakuwa unakwenda pale ambayo itakuwa na chaos katika taifa letu. Hakuna mtu ambaye anajua ati responsibility yake inatoka hapa inakwisha wapi. Na hii itaweza kuleta shida sana kwa utawala katika taifa letu. Labda niongeze tu kidogo swali moja Mheshimiwa Odinga. Mlisema kwamba bibi kianguka hamtafika mahakama ya Supreme. Lakini kama tumesikia kwa vyombo vya habari secretariat ya BBI na wewe mwenyewe ulisema mtaka Supreme. Tulisema ati sisi, mimi na Uhuru, tumesema ati ingawaje hatukuja kubaliana na ile uamuzi wa mahakama, tunaheshimu uamuzi wa mahakama. Kama vile 2013 nilisema sisi hatujaridhika na uamuzi wa mahakama, lakini tunaheshimu ni uamuzi hiyo. Kama tumesema hatutakata rufaa katika mahakama ya Supreme Court, lakini mtu yote yako na haki ya kwenda huko. Manake vile nimesema ati kuna eneo lingine ambaye hiyo uamuzi ilikiuka sheria au katiba. Nimesema ati hiyo uamuzi kiwachiliwa namna hiyo, katika siku zijazo itakuwa vigumu sana kwa Wakenya kubadilisha katiba yao. Itakuwa vigumu sana. Hata kama unaona hapo iko mbaya, itakuwa mbaya, vigumu sana. Manake utafanyaje? Unatakana utafute sahihi 1,000,000. Alafu hiyo sahihi ileke kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ifanye ukaguzi. Ili masharti ambayo wameweka juu ya ukaguzi ya hizo sahihi ni gumu sana. Kwa hivyo itakuwa karibu naweza kusema kwa kimombo impossible for Kenyans to amend the constitution even if it is necessary. Na labda kuna njia zingine ambazo mnapanga kutumia kuhakikisha kwamba yale makubaliano ama malengo ya BBI yameweza kuafikiwa, ikizingatiwa kwamba sasa mahakama imesema kwamba BBI haiwezi kuendelea. Hiyo tumewachia Wakenya wengine. Mimi na Uhuru tumesema tutaangalia mambo ya mbele. Yale ambayo yalikuwa kwa BBI ni mazuri zaidi. Sisi tumesema ati
tumeweka tu kando ili tuangalie mambo hii ya uchaguzi inakuja, lakini tutarudia wakati ikifika, na tutaongea na Wakenya. Kama Wakenya wanaona inatakikana, sawa. Maana yale ambayo wangefanya, wangewacha Wakenya ndio waende waamue. Kama hiyo mabadiliko ambayo ilikuwa katika hiyo pendekezo ilikuwa ni mbaya kwa Wakenya, Wakenya wangesema la, na wangetupilia hiyo kitu mbali. Lakini sasa mahakama ndio inastopisha, huwezi kuendelea naye mbele. Sasa sio sawa, lakini kwa sababu ni mahakama na wanapewa jukumu hiyo ya kuamua, tunaheshimu na tumesema sasa hiyo sisi tumeweka kando, hatutaendelea na, lakini watu wengine wana haki ya kuendelea mbele kuuliza swali. Yeah. Lakini pia tumebakia miezi 11 tuingie katika uchaguzi mkuu, na katiba inasema kwamba hatuwezi fanya mabadiliko ya katiba mwaka mmoja tukielekea katika uchaguzi. BBI ni kusema kwamba mambo yake ni kwisha, ama mtatumia mbinu zile ambazo unasema kutumia watu binafsi? Vile sisi tumesema kwamba BBI lengo yake ilikuwa ni nzuri, na tumesema ikiwa kama wakati sasa ni kidogo, tumeweka kando, tutarudia baadaye, na tutapatia Wakenya fursa ya kujadiliana juu ya hiyo mambo. Lakini yale ambayo tunasema ni Waswahili wasema tumejuta ni mjukuu. Angalia yale shida ambayo itakuwa. Manake ikiwa kama sasa tutafanya uchaguzi, lazima yale sehemu wakilishi bungeni, yani constituencies zingine zifutiliwe. IBC itakuwa haina chaguo lingine mpaka waende wafanye redemarcation ya boundaries, na Nyeri itakuwa na constituencies chache, ingine moja au mbili zitakufa, na kadhalika Murang'a namna hiyo, hata Nyandarua. Hizo ni consequences ukiweka tofauti na yale ingine ambayo yalikuwa yamependekezwa katika hiyo BBI. Asante sana Mheshimiwa Raila kwa hayo mengi na mazuri. Mimi naitwa Njogu kwa Radio FM. Nashukuru wenzangu kwamba wale pia ambao wanataka kuulizia. Labda lenye ambalo ningependa tuangalie ni kuhusu uchumi. Umeadhirika sana tangu tupatwe na janga la COVID-19 kama ulivyotaja. Ni shetani tu aliingia kwa nchi yetu na dunia nzima, na imeathiri wengi. Na tumepata kazi zimeisha, biashara zimeisha, watu wamesimamishwa kazi. Pia kwa masomo tumepata karibu mwaka na watoto wetu wamekuwa nyumbani. Na ungetuelezea mikakati ambayo ama jambo moja vile tutakavyoendelea kutoka hapa, ukinena na Wakenya kutoka Mlima Kenya, kwa manake tunavyoongea hivi sasa, wengi pia walikuwa wamechukua loans kutoka kwa mabenki, wameadhirika sana. Labda neno moja tu kuhusu mahali ambapo tunaelekea kutoka sasa, kulingana na janga la COVID-19 limetuathiri. Pia ukiwahimiza Wakenya labda wajitokeze kwa wingi, kuna chanjo sasa. Wengine pia wanaendelea kususia kwenda kupata chanjo, wakisema sijui zinaleta labda shida zingine za mwili. Ungewahimiza Wakenya, kwa sababu Wizara ya Afya na serikali pia wametia bidii sana kuona kwamba tuna chanjo nyingi katika nchi ya Kenya kwa sasa. Kwanza napenda kusema ati hii janga ya corona ni kitu ambayo imekumba ulimwengu mzima. Ni kitu ambayo ilitokea ghafla. Hakuna nchi au serikali ambayo ilikuwa imejipanga, ambayo ilijua ya kwamba inakuja. Ilitokea tu kule Uchina na ikaanza kunea kwanza kule Ulaya, baadaye ikikuja katika bara ya letu ya Afrika. Na imesababisha shida mingi. Vifo vimekuwa mingi zaidi katika ulimwengu, na hasara vile imekuwa mingi. Manake
ulimwengu ikumbane na hii, ilibidi nchi zingine, nchi zote karibu zifunge uchumi, watu wabaki nyumbani, wasitembeana. Yakaleta usawa. Hiyo sio Kenya peke yake, ni kitu ambacho ulimwengu. Sasa changamoto ni ati tufanye nini ili tuweze kujisaidiana, na vizuri kuangalia vile nchi zingine zimefanya, kama Marekani kwa mfano, au kule Uingereza, au nchi zingine katika bara la Ulaya. Sasa kitu imefanyika, hii chanjo, kulikuwa nafanya utafiti ambayo inaweza kutumika kukinga wananchi dhidi ya hii. Niseme ya kwamba si ulimwengu imekumbwa na janga kama hii. Tulipokuwa watoto, kulikuwa ile ilikuwa inaitwa smallpox, na ile nyingine kaja ambaye ilikumba ulimwengu mzima. Na serikali ya ukoloni wakati tulipokuwa hapo ikaleta kile inaitwa mass vaccination. Walikuwa shule zilikuwa zinafungwa, wanakuja ndani ya shule, kila mtoto alikuwa anachanjwa. Walikuwa kanaenda kwa soko, kila mtu ambaye yuko kwa soko alikuwa anachanjwa kwa lazima. Kwa baada ya mwezi moja ilikuwa kila mtu alikuwa ameshachanjwa katika taifa la Kenya. Na hata yellow fever kama namna hiyo. Kwa hivyo sasa hii ilipokuja utafiti ikafanywa, sasa kuna dawa ambazo zinaweza kutumika kukinga wananchi. Na hizi dawa tayari zimeshatumika katika nchi zingine. Kwa hivyo sio tu wewe unakuwa ile panya ambayo unafanya utafiti. Kwa hivyo mimi ningependa kwanza kutoa agizo kwa watu wetu, wajitokeze kwa wengi, waende wapate hiyo chanjo. Wanasema ati sio, lakini ni afadhali kama inaweza kuwa wengine ni 80 kwa 100, wengine 90 kwa 100. It's better than nothing. Mimi ningetoa azimio kwa watu wetu waende wachanjwe. Kwa upande mwingine, uchumi imeporomoka kwa sababu haya. Siku mingi watu hawaendi kazi. Vile vile bidhaa nyingi hawezi kuuzwa kama ng'ambo. Manake zingine zimepigwa marufuku, zisitoke, mtu ajui kama hiyo bidhaa ambayo inaleta italeta nini, hiyo corona na kadhalika. Kwa hivyo mapato katika uchumi imerudi chini, na biashara mingi zimeporomoka, zimeathirika kabisa. Basi wale wafanya biashara wa rejareja wako na shida mingi zaidi. Kuna watu ambao walikuwa pata mkopo kutoka kwa mashirika ya benki na cooperatives na kadhalika. Sasa kwa mimi ningetoa yale, kwa mfano shirika kama mabenki wasaidie wananchi, wafutilie kwa mfano mambo ya interest waiver, interest rates ambayo inaathiri biashara ya watu ndogo ndogo. Hata serikali isifinyi wafanya biashara sana, hasa biashara ndogo ndogo kwa upande ya ushuru kadhalika wakati huu. Lakini muhimu zaidi, tungependa serikali itoe ile kitu inaitwa stimulus program. Itoe pesa ambayo inawezesha watu ambao wameathirika kuanza kufanya kazi yao. Ile iko ingine inaitwa cash transfer ambayo inaweza kupewa kwa wale watu ambao hawajiwezi. Ingine tulikuwa tumeanza wakati ile kazi mtaani, ilikuwa inaajiri vijana na kina mama katika miji hapa. Na mimi ningependa ifanyike katika
huko ni sabuni. Tuna kazi mtaani, hiyo inaweza kusaidia wananchi wengi zaidi wakati huu ambao tuko na shida zaidi. So hivyo wakati huu sio wakati ya kutoa lawama. Serikali ijafanya hii, imefanya hii na kadhalika. Wakati huu ni wakati wa kushauriana na kujaribu kutusaidia na kama Wakenya na tusaidia hata kwa serikali ili tuweze kutoka katika hali hii ambayo ni mbaya zaidi. Naona kule Uingereza sasa wamefungua uchumi, manake watu yote wamechanjwa, watu ambao wanahitaji kuchanjwa, hasa watu ambao wako na umri ya miaka 30 kwenda juu wamechanjwa. Kwa hivyo kule hata mambo ya maski sasa hakuna, watu wana kazi kawaida. Umeona katika Uingereza hata kwa Premier League sasa fans wamerudi kwa kiwanja. Lakini hiyo inawezekana hata hapa kwetu, ikiwa kama watu wetu wanaweza kukiri ile agizo ya serikali ya kwenda kupata chanjo. Kuna porojo mingi ambayo inanezwa katika taifa letu. Adio hiyo ni chanjo, labda wewe utakuwa hanisi kadhalika. Hiyo yote ni porojo. Ndio. Labda kuongezea kwa hayo, umetaja kuhusu sijui kama ni vyema kama hiyo ni kweli. Inatakikana sisi tuwe na pesa kama ile ya dharura, yani emergency fund au kama sovereign fund. Nchi kwa mfano, nchi kama Norway ndio iko na ile sovereign fund kubwa zaidi katika ulimwengu. Norway iko na mafuta, wako na mafuta mingi zaidi huko North Sea, na hii mafuta wanachimba, wanauza mafuta katika nchi za kigeni, lakini faida ambayo inatoka kule yote inawekwa katika hazina moja. Watumie hiyo pesa, imewekwa pale kwa vizazi ambazo zinakuja au kwa wakati wa dharura. Kwa mfano kama hii sasa, unaweza kwenda kwa hiyo hazina, watoe hiyo pesa kusaidia uchumi, inakuwa injected in the economy. Tunatakana sisi kama Kenya tuweke sovereign fund, sovereign fund ambayo tunaweka pesa kidogo tu mara, alafu hiyo pesa tunaweza kutumia wakati tumekumbwa na shida kama vile wakati huu. Ndio. Asante sana. On the same, Mheshimiwa, sijui kama unakubaliana, kuna watu wanasema hata ingawa kuna hatari tufungue uchumi kwa sababu wananchi wanazidi kuathirika. Sijui kama unakubaliana. Mimi ndio nasema unajua vile wamekuwa wanafanya, uchumi haijafungwa kabisa. Vile unavyoona ni ile curfew inaanza saa 4 hadi saa 11, alafu mchana viwanda vitu vinafanya kazi. Hakuna mtu ambaye amezuiliwa kwenda kufanya kazi. Watu wanafanya kazi kawaida. Wale ambao wanaathirika ni wale watu ambao hospitality industries ambao lazima wafunge saa 2 ndio watu wa review. Kwa mfano sasa wameweka kwa 60, na kwa sababu ya hii
third wave ambayo ilirudi hapa, ikawa ile rate ya infection imeenda juu ya 15% na kadhalika, ndio sababu wakafunga. Lakini wakasema kirudi chini ya 5 huko chini, wanaweza kusema sasa tumefungua kabisa. Hiyo ni vile nchi nyingine zimefanya. Kama mzazi, COVID wakati ambapo ilipokuja, inasemekana kwamba imesaidia kikundi fulani cha watu. Maafisa wa polisi inasemekana kwa wanasaidika sana. Vile vile wamemulikwa kwamba wamekuwa wakiwahangaisha watu kwa kuwapiga risasi, kuwaua. Tumeona kule Kenjokoma juzi. Vile vile kuna watu binafsi ambao wana-attack watu wengine. Kama mzazi, wito wako kwa polisi ni gani wakati huu wa COVID-19 tunapoendelea kujitafutia riziki kama vijana? Mambo ya polisi yetu ni kitu ambayo ni sikitisha sana. Manake polisi inatakikana wawe watumishi, lakini polisi wetu bado hatujafanya reform. Unajua tulikuwa na polisi ile ambayo ililetwa hapa na wakoloni, colonial police. Kazi yao ilikuwa ni kutawala Mwafrika. Polisi ilikuwa ya wananchi, aliyo wanatumika vibaya sana na wazungu. Mwafrika hangeweza kufika ranki ya inspector, walikuwa tu katika ranki za chini, na kazi yao ilikuwa ni kushika na kupiga wananchi na kadhalika. Sasa baada ya uhuru, kile kitu ambacho hatujafanya kufanya proper police reform, ili polisi wetu wawe a people's police force ambaye kazi yao ni kulinda wananchi, sio ati wao ni wakubwa wa wananchi. Unaona vile kule Ulaya the police inaitwa servant ya people, they inaitwa Bobby. Ukiwa kule kwa mfano kule London umepotea njia, unaenda kwa polisi, unamuuliza yeye ati excuse me sir, could you show me the road to Collingham Gardens? Oh, Collingham Gardens, yes. Walk straight on, turn right, 200 yards, turn left, 300 meters, yards, you'll find it. You can't miss it. Ukamwambia thank you, they say thank you sir, nakupigia wewe saluti. Hapa Nairobi upoteza njia, alafu maliza polisi ati apande hapo njia imeenda Kariakoo. Kariakoo swali ya kwanza ati ndio afande wapi kitambulisho? Ndio swali unauliza afande, kitambulisho niliwacha nyumbani Pingo. Within time unajikuta huko ndani ya cell. Kesho utakujikuta kwenye mahakama ati charged loitering with intention to commit a felony. Umekuwa remanded. Unatakikana utoe ni cash bill ya shilingi 2,200 na wewe huna. So police force here need a complete reform which has not been done in Kiganjo. So, and this is from the top going down. Because some of them don't see anything wrong with what happened in Kenjokoma. Killing such young life, there can be no more impunity than that. But even if you leave, there is happening every day. One is in Nakuru, the other one is in Murang'a, the other one is in Migori, the other one is in Kakamega, you go in Turkana, it's all over the place. Yes. The police is just against people. Our police force is completely anti-people. Tutakana mpaka sisi tubadilishe shirika yetu ya polisi. Na hiyo ni kitu ambayo mimi kama Raila Odinga na nia ya kufanya hivyo, ili wa polisi wawe watumishi. Maana unaona
pale moto yao inaitwa utumishi kwa wote, lakini sivyo. Ukienda Tanzania polisi wamekuwa fanywa reform. Kwa hivyo polisi hata akitaka kushika wewe anakuja anasema, anakuita wewe ndugu, tafadhali naomba nikushike, alafu mwandamwe na mimi tuende katika kituo cha polisi. Lakini unaona ni kwa heshima, sio vile hao yetu ya ile colonial mentality liko katika police force yetu. Labda kwa sababu umeguzia kuhusu kikosi cha polisi, tumeona ya kwamba sio hawana hasira tu na wale watu ambao wanalinda, ni watumishi kwa wote. Kwa sasa wamejikiukia wenyewe, polisi wanamalizana, polisi wanajiua. Labda saa zingine huwa ukiangalia mazingira ya polisi inaonekana kama sio ya kufaa sana, labda wana stress zao za maisha, na sijui kama tungeanzia na kureform kikosi ama tungeanzia pia na serikali kuangalia kwa makini zaidi na mishahara zao wenye wakaa na mambo kama hayo, sababu hawa ni baba zetu, ni ndugu zetu, dada zetu, ni watoto wetu. Ndio iwe ni two-way, serikali ifanye lake na pia watumishi kwa wote nao wafanye ambalo wanafaa kufanya. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Mimi yeye nisema tufanye reform ya police force, sio tu kwa juu ya mambo ya nidhamu yao, hadi hali yao ya kimaisha iboreshwe, ili waweze kuwa wanapata mshahara ili inaitwa living wage, ili wasiwe wanahangaishwa wananchi kwa barabara kuomba rushwa. Hiyo ni aibu. Ati mtu ako na uniform ambayo ni ofisa, alafu yeye huyo anaenda umetoka nyumbani anaenda kazi, unasimamishwa pale mpaka utoe kitu, unashikwa ati kitu mbaya sana, ambaye haina maana. Mimi naona hiyo kila mahali pale watu wanafanyia mimi kazi, unakuta mwingine hajafika kazini, ukuuliza ako wapi, kumbe jamaa ako kwa seli ya polisi, ameshikwa ati kwa road block, amekuja na gari yake, alikuwa anatakana atoe kitu, hana na mbio sijui matayas imekuwa ati sasa ameshikwa na gari. Hizi mambo kama haya nifanyika. Na tena umeona mambo hiyo kuwana sana sana, polisi wanaume wanapiga polisi wa kike wanawaua, alafu anajiua yeye mwenyewe. Inaleta hasara mingi sana, immorality ambayo iko katika police force. Vile vile natakana yaangaliwe, lakini manyumba ya polisi ziboreshe hali pale wanaishi, mshahara yao vile vile iwe inaangaliwa vizuri, alafu hata uniform ambayo wanavaa. Kwa mfano sasa hii wamepewa uniform nyingine ambayo ukiona wanaangalia unaonekana kama watchman. Hii ya blue, kuna ile blue nzuri ile ya navy, lakini ile ilitolewa sasa. Wakati ukiona ati polisi amekuja, kama huyo ni polisi au huyo ni watchman, security officer. Kwanza kabla Karuba hajachukua wazo, nilikuwa nataka kuangazia swala la handshake. Umetuelezea vile ambavyo mliweza kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta na kukaa na amani hapa nchini. Lakini kuna wale ambao wanashikilia kwamba handshake ndio imeleta mtafaruku ambao umekuwepo katika serikali na pia chama cha Jubilee. Na kwa mara nyingine utawasikia wengine wakisema kwamba mlikuja mkaweka agenda 4 kando, mkaanza mambo ya kurekebisha katiba. Maoni yako ni yapi? Kwanza, handshake ilikuwa ni nini? Handshake ilikwambia wewe, ilikuwa wakati ile ambayo nchi ilikuwa inachomeka, na tumeketi tumeongea na Uhuru, tumekubaliana na tukaandika ile memorandum, na tukaenda naye huko katika ofisi ya rais, kisha tukaita waandishi wa habari tukawasomea hiyo MOU na tukasalamiana. Basi baadaye mimi nimetoka huko, sijaingia kwa serikali
mimi sijaingia katika ofisi ya serikali tangu wakati huo. Hakuna mtu yoyote upande yangu hata chama changu ambaye ameajiriwa katika serikali. Atufanye kazi na serikali, ndani ya serikali kama ODM. Wabunge wetu wako kwa bunge wanafanya kazi yao ya kibunge. Sasa hii ambayo jamaa wanasema ati handshake imesimamisha agenda 4, hiyo ni porojo. Handshake ingesimamishaje agenda 4? Wao wanachukua mshahara ya serikali, wanafanya serikali, lakini badala ya kufanya kazi yao ya serikali wamewacha sasa wanapiga tu porojo na campaign. Sisi hatujaingia kani handshake inaribweje agenda 4? Nani amezuia serikali kufanya kazi yake? Nani amesimamisha kazi ya serikali? Hakuna. Maana Uhuru anahangaika, anaendelea kila mahali kuangalia miradi serikali hapa na pale. Yake anaendelea kufanya kutoa lawama yake, anaona serikali na yeye anataka kwa mjanja ati achaguliwe. So anasema yale mabaya yote si yangu, ni ya Raila na Uhuru. Ati mimi sisi kupande nimetolewa kwa serikali. Yeye mwenyewe ndio, lakini yale mazuri yote ambayo serikali inafanya tumefanya. Lakini yale mabaya yote anajitoa huko. Lawama anaweka kwa upande mmoja peke yake. Lakini wako kwa serikali pamoja. They are like Siamese twins. Huyu ni rais na huyu ni makamu wake. Watoa namna gani? Na walifunga ndoa ya miaka 5. Na sasa mwingine anawachia kazi mwenzake ili asipewe lawama. Sisi tuko ya serikali. Sisi hatuko kwa serikali. Kwa hivyo yale yote ambayo yanafanyika kwa serikali hatuwezi kuhusishwa na huko. Mimi sipati ni pesa kwa kazi ya serikali. Ile pesa ambayo napata kidogo ni ile ya kustaafu ambayo ni imewekwa kwa kikatiba. Ya kuniwezesha mimi tu kuishi kama vile Kibaki anapata, hata Nyayo alikuwa anapata, hata Mudi Awori anapata. Hiyo ni pesa peke yake mimi napata. Sipati pesa zingine. Jamaa hakuna kila kitu kwa serikali na bado yeye anapinga. Wazungu wanasema you cannot have your cake and eat it. So mheshimiwa, in view of this, sijui kama unakubaliana na wanaosema Deputy President, so bado wanateta akiwa ndani inafaa jiuzulu. Sijui kama unakubaliana na wanaosema hivyo. Unajua, hii sio mara ya kwanza tuko na makamu wa rais. Babangu mzee Jaramogi Oginga Odinga alikuwa ndio makamu wa rais wa kwanza. Wengine watakwambia wewe ati ile ilikuwa ni katiba tofauti. Lakini sio hivyo. Hali ilikuwa yeye hakufutwa na Kenyatta. Lakini aliona kama mambo yalikuwa yamebadilika. Alikuwa hapewi kazi. Kwa sababu yeye akasema hawezi kukaa na akaandika barua. Hii barua bado wanaweza kupata katika archives. Ambaye alisema ati I cannot justify earning public salary without responsibility. The future generation will look very much unkindly at me for doing so. And because of this, I hereby tender my resignation. Akaandika barua kwa rais na akijiuzulu. Kwa kama unaona kama mambo si sawa, na wewe ni mtu ambaye kuna principles, sema tu ati mimi nimeona mambo si mzuri kwangu, kwa hiyo I'm not going to tolerate this, I'm resigning. Alafu wewe unajiuzulu. Mimi kwa mfano nilipokuwa mbunge wa Lang'ata na kwa ambayo nilichaguliwa kwa Ford Kenya,
Tulipokwenda kule bungeni tukawa na shida juu ya hii mambo ya Goldenberg ilipokuwa enda Mrama. Mimi nikasema siwezi kuendelea kukaa kama mbunge kwa hii tikiti ya chama cha Ford Kenya, na nikaandika barua kwa spika nikajiuzulu, nikasema mimi nitarudi yangu na chama kingine. So nilijiuzulu tarehe 31 Disemba mwaka wa 96, na nikarudi recontest my seat on an NDP ticket, nikachaguliwa. Sasa kwa mfano wao wabunge wengi ambao wako pale wanasema watu wako Jubilee lakini wako kwa ni UDA. Kwa nini wasijiuzulu? Jiuzulu vile sheria inasema, kwenda kwa wananchi, tetea kiti yako na chama mpya. Hiyo ndio what is called political principle. But otherwise it's just hypocrisy. Yes. This country has been led with hypocrisy. Asante. Kwa sababu ya musaa tutaenda moja kwa moja. Tuna maswali mengi ambayo tuko nayo hapa na tungependa kuyagusia kwa sababu ni maswala kutoka kwa wananchi. Mimi naitwa Peter Karugu, Shore FM, KBC. Juzi ulisema utakwea Mlima Kenya na ukifanikiwa kukwea hiyo mlima, wananchi wa sehemu hiyo ni matarajio gani ama manufaa gani watakuwa nayo? Mlima Kenya ni Kenya, na wakaaji wa Mlima Kenya wana haki ya kupata huduma ya sawa. Maana ni watu ambao wanatoa ushuru. Tuna ushuru mingi ambayo inatoka katika Mlima Kenya, na nilisema ati nitaongea na wakaaji wa Mlima Kenya yale manufaa ambao wanapata. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Unajua mpango mingi barabara ambazo zinatengenezwa huku sasa ilipangwa na mimi. Kwa mfano ile barabara ya Mamao basi sasa wanajenga, mimi ndio nilipanga wakati mwingine. Hii barabara sasa ambayo naona Kenol kuelekea Marua, hiyo ilikuwa mpango yangu. Lakini natoa shukrani kwa Rais Uhuru sasa kutimiza yale tulikuwa tunataka. Mimi nimetoa hii Thika Highway kutoka Nairobi, watu walikuwa napiga mimi kelele, Raila anamaliza biashara ya Wakikuyu na kadhalika. Lakini mimi nilikuwa najua manufaa ambayo itakuja, na nikawaambia kwamba unajua kama mama Saida anajifungua analia, lakini baada ya manake anapata utungu, akimaliza ni furaha. Sasa ndio sababu nilifanya haya. Hata yale ambayo naona yale bypass katika Nairobi. Sasa kule wakaaji wa Mlima Kenya ni wakulima. Mimi nimeenda kushughulikia hayo mambo ya chai, majani chai, ambayo imekuwa na shida mingi zaidi kwa sababu hii ni monopoly ambayo imekuwa kwa hapo. Na watu kilimo wa kahawa, hata watu walikuwa na ng'oa kahawa kwa mashamba yao. Ni vile vile ni watu wafugaji, mambo ya maziwa imekuwa vile vile ni swala nyeti. Alafu mambo ya avocado wakati huu vile vile ni mambo ambayo iko na changamoto. Haya yote mimi najua njia ambayo ya kuwasaidia. Yale monopoly ambazo zimekuwa pale ya kahawa na ya majani chai imeathiri ukulima. Na mimi natoa shukrani kwa waziri kwa ile reforms ambayo ameanza kufanya katika sectors hizo, na tutaendeleza. Manake mimi nisema ukulima mashinani inaweza kuleta utajiri kwa wakulima. Inasema uchumi mashinani. Ukule chini
upande ya ukulima na vile vile upande ya inaitwa value addition, kuleta viwanda ambayo vitaleta value addition kwa yale bidhaa ambazo zinatoka kwa mashamba kuliko kuuza hivyo. Hiyo ni kitu kingine. Alafu vijana wengi ambaye wako na shida, wamemaliza shule, hawana kazi, wana chochote wanafanya, wanaanza kuingia kwa mambo ya uraibu, ya kuvuta bangi, ya kukunywa ile pombe ile ambayo ina machwara na wanakuwa na shida mingi zaidi. Kuleta incubation centers pale ambayo wanapata mafunzo ili wawe na skills ya kuwezesha wao kuanzisha biashara zao, alafu kuwapatia capital, access to capital. Haya yote yalikuwa ndani ya BBI na mimi nitafuata. Swali lingine ni utakapokuwa ukisimama urais mwaka ujao, utapata running mate kutoka Mlima Kenya? Sijafungua wale watu wangu. Kwa hiyo kama tutaongea kabisa. Mimi niko open kufanya na watu wa Mlima Kenya. Ndio. Lakini hapa Mlima Kenya kama kuna kitu inaitwa Raila phobia. Kuna watu wakisikia Raila wanatetemeka. Kuna watu ambao sijui wakosea nini, na unafikiri ni kwa nini hiyo kitu iko? Mimi sijakosea watu wa Mlima Kenya. Wingi yake imekuwa ni porojo. Kwanza ile phobia kwanza ilikuwa wakati ile ya Nyayo, tulikuwa tunapigana na Nyayo, na wakasema Raila ni mtu hatari sana, ambaye ukiwa naye karibu anaweza kukudhuru. Hiyo ilianzia wakati ile. Lakini Mlima Kenya ni sababu mimi nimeshochuana na watu kutoka pande hiyo. Wakati tulikuwa tumetofautiana na Kibaki, kukawa sisi tuna kampeni ya ni moja, ingine ni Uhuru. Lakini wacha nirudia kwa historia huko chini, manake hii ni swala nyeti, nataka waelewe vizuri. Kwanza ilianza na Jaramogi na Kenyatta, wakati ile mbaki ilikuwa kuna hali hatari, na Jaramogi akapigania Kenyatta awachiliwe kutoka kwa jela. Alikuwa amepingwa katika bunge na wenzake kutoka Mlima Kenya. Mtu kama Kiano alipinga, hata Nyaga alipinga. Ukienda kwa Hansard utaona hiyo. Lakini Jaramogi akapigania mpaka akasema Kenyatta ndiyo kiongozi wetu kama wa Kenya, na mpaka akasema asipowachiliwa hakuna uhuru. Baadaye uhuru kapatikana, wakawa na kufanya vizuri, lakini kukawa watu wengine wakaingia kati yao na wakatofautiana. Haya ikawa namna hiyo. Mimi ndio nimekuwa na Kibaki, nikasimamia na Kibaki, nikasema Kibaki tosha, na tukapigania. Kibaki alipata ajali, mimi ndio nimefanya kampeni ya urais wa mwaka 2002. Mimi ndio nilizuru huko Central Kenya kama Kibaki yako kwa wheelchair, kufanya kampeni mpaka tukamaliza. Tukafanya sura nyingine ya Kibaki akiwa kwa wheelchair. Baadaye tukatoka na Kibaki hapa, tukapita hapa kwanza Githurai, Omati, tukaingia hapo Juja, tukaingia Thika mpaka tukavuka Chania na Bendera, tukaingia Murang'a Kenol, kutoka pale tukaingia Murang'a town, tukaenda Sagana,
tukaenda Karatina, tukaenda Mkurueni, tukaingia Udhaya. Kila mahali tulipoenda na Kibaki walikuwa nasema, kaona Raila anasema Mtongoria jamba. Wakati huo wale wengine walikuwa nataka kuzuia mimi kuongea, wananchi wakasema pana Raila mpaka ongee. Mimi nilikuwa na watu wa mlima. Yale yamekuja fanyika ni tulikuwa na MOU ambayo tulikuwa tumeandikana tubadilisha. Wale watu ambao walikuwa wamezingira Kibaki wakaenda wakakataa mambo ya hiyo katiba, wakasema hiyo ni mambo watu wanajitakia ukuu makuu. Na hiyo kwanza tukaenda tena kwa baadaye tukaenda Bomas kujadili katiba. Tulipopitisha katiba huko, wengine hawakutaka ili ambayo madelegates walikuwa nataka, walk out Bomas. Unaweza kukumbuka ile walk out ya Bomas. Baadaye wakaenda mahakamani, wakazuia tume ya Yashgai kuleta ripoti kwa bunge. Wakapeleka Kilifi, wakabadilisha, kisha wakaleta kwa bunge, na bunge ikapitisha hiyo katiba bandia. Sisi tukapinga. Ilipokwenda kwa referendum, ndizi inachungwa. Hiyo ndio ilileta tofauti. Wengine walikuwa pande ya ndizi, watu wa Mlima Kenya, na sisi tulikuwa pande ya chungwa, na chungwa ikaangusha ndizi. Hiyo ndio hapo ndio porojo dhidi ya Raila ilianza katika Mlima Kenya. Alafu baadaye sasa, kwa sababu Kibaki alifuta sisi kwa serikali, sisi tukawa upinzani, tukaenda sasa kupingana na yeye katika uchaguzi wa 2007. Na yeye sasa alikuwa ameunga mkono huko Mlima Kenya. Baada ya hiyo uchaguzi, najua yale yalifanyika, tukarudi katika uchaguzi wa 2013, ikawa Uhuru anasimama na mimi nasimama. Sasa mpaka walikuwa wafanya porojo dhidi ya Raila katika Mlima Kenya na 2017. Kwa hiyo mimi naelewa, sio ati watu kuna wakati ambao watu walikuwa napenda mimi nikiingia katika kwa soko nakuja kila mahali. Una uchungu wote na hiyo, labda ukikuwa rais wa Kenya utalipiza kisasi? Hapana, sina uchungu. Hiyo ni siasa. Hiyo ni siasa. Sinakwambia kuna wakati ambao mimi nilikuwa kama sent huko Mlima Kenya. Niko sent Mlima Kenya. Simeona watu walikuwa kule Kisumu, watu walikuwa wezi kupokea uhuru. Lakini mao vile Uhuru juzi amepokea huko Kisumu. Simeona. Sasa Uhuru akienda Kisumu anatembea kwa barabara, watu wanakuja. Lakini wafuasi wako kidogo hapa Nairobi wanaleta tension wakati wa uchaguzi. Kuna tension kati ya Wajaluo na Wakikuyu. Sio ni watu yangu wanaleta, hata wao vile vile wanaleta. Watu wa Uhuru wanaleta, watu yangu vile vile wanaleta. Hiyo ni tension. Kama hiyo timu inaweza kucheza na timu nyingine, inaona kama wafuasi wanaleta tension. Kama kwa mfano Gor Mahia inaanza kucheza na AFC, tunaona kama kuna shida kati ya Wajaluo na Waluhya. Hiyo ni kawaida juu ya mashindano. Hata ukiona huko Ulaya utakuta wafuasi wa Manchester United na Man City wanapigana. Hiyo ni kawaida ya ni. Kwa hiyo mimi sioni kama ni shida. Kwa mfano wakati mimi na Uhuru tulisalimiana, watu yangu na watu wa Uhuru wamesalimiana katika town hapa. Sasa kuna shida kati ya watu wetu. Kuna shwari. Wakati ile ambayo tulisalimiana namna hii, ile vita ilikuwa inafanyika ilikwisha.
wale Nairobi businessmen ambao walikuwa nakuzaga hapo na pang vile tulikaa na Uhuru, tulikubaliana ati tunataka kurudisha Kenya kule tulianza 1961, 62, 63. Watu wetu walikuwa kitu kimoja. Kwanza mwaka 1960 pale ambao ulipoenda kule Kirigiti Stadium Kiambu kuanzisha chama cha KANU, kusemekana ati KANU ni chama cha makabila kubwa, Wajaluo na Wakikuyu. Wengine wakaenda wakaanzisha KADU ati ya makabila. Lakini hiyo uhusiano walishikana na imeleta uhuru mpaka KANU ikashinda uchaguzi wa 1963 na kukawa na muungano na urafiki kweli baina ya makabila ya Wakenya wote. Hiyo ndio tunasema tunataka turudisha urafiki na undugu ya makabila yote ya Kenya. Hiyo ndio maana ya handshake. Ili tuweze kumaliza hii, tuwe kama Tanzania ambaye ukimaliza mtu atiweni kabila gani anakuambia wewe ni Mkenya. Hapa Tanzania hatuulizi watu juu ya mambo ya kabila vile Mwalimu Nyerere alifanya. Hii ndio tunataka, ili Mjaluo, Mkikuyu wawe kama Walugu, Mkamba na Mjaluo na Mkalenjin na Mluhya na Mturkana na Mjikenda na Msomalia, Masai, kila mtu Kenya hii awe kama Mkenya. Hiyo ndio maana ya handshake. Yeah. Labda nikizie kidogo tu kwa mahala ambapo kwa sasa kulingana na handshake ambayo tunapata na rais. Naona labda ni kama kwamba tumezima moto wa uhusiano wako na rais, mambo iko sawa, lakini kwingine ni kama tunawasha upande wa rais na makamo wake, na umetuelezea ni vizuri ya kwamba sana the intention ya handshake ni kuunganisha watu wote, lakini tukiangalia huku ni kama tena sasa kumekuwa na mvurutano kati ya wafuasi wa rais. Hatutaki kuacha watu wengine. Tunataka Kenya iwe imeungana kama kitu kimoja, na hatutaki vita yoyote. Tofauti inaweza kuweko ya kisiasa, lakini tofauti ya kisiasa sio vita. Tunakuwa tunapigana midomo na maneno, unasema yako na ukimaliza na mimi nasema yangu, ili wananchi wawe ndio waamuzi. Lakini tuache hii siasa ya nguvu, ati watu wanapigana, si ni wafuasi wa fulani, wafuasi wa fulani, choma ma t-shirts ya fulani, piga wafuasi wa fulani. Hiyo sio siasa ya ustaarabu. Tunataka tuwe tumestaarabika kama Wakenya, tufanye mambo yetu kwa njia ya wangwana. Hiyo ndio mimi ningependekeza. Asante sana baba. Na baba ni baba. Tunajua ya kwamba wakati tulipata katiba mpya na tukaingia katika gatuzi, serikali za ugatuzi, maendeleo mengi sana yamefika mashinani, lakini tunaona yangekuwa yamefanyika zaidi ya vile ambavyo tunaona. Na tunajua kwamba wakati ulisimama 2017 hata saa hii umekuwa ukisema kwamba utapambana na ufisadi, na wakati mwingine, wakati wa BBI ilikuwa juu, wakati maneno ya BBI yalikuwa juu, ilikuwa inasemekana gavana akipatikana na ufisadi akusalimie, yeye ni mweupe kama ukasema kwamba utapambana na ufisadi, na ukasema kwamba ajenda yako ya kwanza itakuwa kufunga
wale wote ambao wamefanya. Je, mpango wako wa kupigana na ufisadi ukifanyika rais wa Jamhuri ya Kenya uchaguzi ambao ujao utakuwa upi? Ni kweli mimi mwenyewe nimesema ati adui mkubwa ya Wakenya ni ufisadi. Ufisadi inaathiri maendeleo kwa sababu inatoa pesa na rasilimali pale ambayo inatakana iwe na inapeleka mfuko ya watu binafsi. Hiyo ndio sababu inaathiri. Ni kama wizi tu, inaitwa ufisadi, jina lingine ati corruption. But in actual fact, it's just theft of public property. And hii ndio kitu ambayo tunasema ni adui yetu. Na mimi ningeweza kuarifu ya kwamba ufisadi iko katika nchi zingine vile vile, ulimwengu nzima, hata Marekani ukienda iko. Tofauti kati ya nchi hizo na sisi ni vile hatua zinachukuliwa ikiwa kama ufisadi imepatikana. Kule kama Marekani ikipatikana, hatua inachukuliwa haraka na wale ambao wamehusika wanaadhibiwa mara moja haraka sana. Hapa kwetu inasheta tena, inachukua muda mrefu zaidi. Kwanza uchunguzi yenyewe inachukua muda. Baada hiyo kipelekwa mahakamani inakaa pale milele. Yani sasa kwanza uchunguzi. Wameanza kuchunguza kitu. Wanachukua miaka moja, miaka mbili kabla hawajasema wamepata ushahidi ya kutosha. Wakipeleka mahakamani, mahakama imeweka hapa, baada ya miaka mbili, miaka mitatu, hiyo kesi bado hajasikizwa. Mpaka wanakuta wale washahidi ambayo wangetoa ushahidi wengine wamekufa. Sasa ushahidi yenyewe vile vile imeharibika. Kesi hizi hata BBI tumesema tunataka hizo kesi zisikizwe haraka. Hiyo ni moja pendekezo ya BBI. Na tumeweka muhula ambayo mpaka ndani yake hizo kesi zimalizike. Uchukue mfano kesi mingi zaidi, kwa mfano uchukue hii ya Aror na Kamarer. Tangu ianze sasa ni muda gani? Bado hakuna mtu ambaye amepatikana na hatia. Kwa hivyo vituo vya uchunguzi zinataka zirekebishwe. Pande nyingine mahakama yenyewe inalala. Mpaka irekebishwe ili makesi zinaweza kusikizwa kwa njia ya haraka zaidi. Haya yote ni na vile vile ziangaliwe vizuri vile wanafanya kazi, manake wale watu ambao wamehusika, pesa ambayo wameiba saa ingine ni mingi. Hiyo pesa wanarusha kila mahali. Kwa pande nyingine wale ambao wanafanya uchunguzi wanarushiwa. Pande ile ya mahakama wanarushiwa kitu. Sisi tutapigana vilivyo ili tuweze kuona kwamba kumekuwa na marekebisho. Umeona wengine wamekuwa wamepigia rais ati amekataa kuapisha mahakama wengine. Lakini sasa ikiwa kama ati umepata ushuhuda kwamba fulani amehusika na hii na hii na hii, unasema iangaliwe, umefanya makosa gani? Umefanya makosa gani? Ati wewe sasa mpaka ajiriwe? Kama wewe mwenyewe uko na habari ya kwamba jamaa ana kasoro nyingine, maana takana yaangaliwe, na umesema kabla mimi sijaweka sahihi tuchunguze hii kwanza. Hapo wewe umeua nani? Hakuna hatia umefanya. Atio wewe kazi yako sio kuuliza
kazi yako tu ni kuweka sahihi, na wewe mwenyewe ni rais na umepewa ushuhuda ya kwamba huyu jamaa ako na kasoro hapa, kuna nuksi. Msema ya kwanza, wacha niweke sahihi, hii ingine hii tuweke kando kwanza, tuangalie makosa gani umefanya. Mimi siona kama umefanya makosa. Kufuatia tu hapo ambapo na ndugu yangu anauliza hapo, naibu rais amekuwa akisema kwamba wale ambao wanamuunga mkono ndio ambao wanalengwa kwa ikifika ni wakati wa kupigana na ufisadi. Kulingana na maoni yako, unaona kama kwamba kuna upande wowote ambao unalengwa ama kuna ubaguzi wowote ambao ukikuja ni wakati ambapo ni wa kupigana na ufisadi? Unajua, tusipochukua hatua dhidi ya ufisadi, nchi hii haiwezi kuendelea mbele. Kuna kitu ambayo kimombo inaitwa impunity. Mtu amepatikana na hatia, ushahidi umepelekwa mahakamani, yeye anatoka huku anataka kwenda kufanya mkutano kuambia watu mimi na laniwa ati mimi ninalengwa kwa sababu mimi ni mfuasi ya fulani. Yule ambaye anasema wafuasi yake ndiye analengwa, yeye mwenyewe ako na kesi ngapi ya ufisadi? Yeye mwenyewe ako na kesi ngapi ya ufisadi? Yeye ni kama Al Capone. Ako na kesi mingi sana za ufisadi ambaye ni tu wanarusha tu hapa na pale kwa watu ili nyamaza. Sasa inatetea wale ambao wanataka kushtakiwa na ufisadi. Kwa tuna shida. Yes. Ndio mimi nasema the media got it completely wrong. They always get it wrong. Yes. Yeah. Na kwa hii Mheshimiwa Raila, hii mikutano ya Mombasa kila baada ya wiki moja wiki mbili mko Mombasa, ninyi viongozi wote, labda mnatafuta endorsement ya Rais Kenyatta? Hakuna mtu anatafuta endorsement. Hii mkutano ya pili sio watu wiki kila ni tumekuwa mara mbili. Sio kila mara mara mbili peke yake. Ya pili tulikuwa mambo ya hii ya COVID, tuliko pale tuarifiwe hali ya COVID vile iko, vile mambo inakuwa, na kuzungumza juu ya hayo peke yake. Wataalamu walikuja wakatueleza vile maneno iko katika taifa mzima. Manake rais alikuwa anataka sisi tujaribu kushawishi watu wetu wafuate sheria ambayo imewekwa na Wizara ya Afya. Hiyo ndio sababu muhimu ambayo ilipeleka sisi hapo. Yeah. Rais asipokuunga mkono itakuwa ni mwisho wa handshake. Handshake vile tumesema haikuletwa kwa sababu Raila anataka kuwa rais. Uhuru anastaafu. Ilikuwa iko na sababu imeandikwa pale. Tulisema ati wakati sisi tulikuwa tunapigania uhuru, Kenya ilikuwa imeungana pamoja. Umoja wa Kenya ndio ilazimisha mzungu atoke. Wazungu hawakutoka ati walikuwa wamependa. Wazungu walikuwa wamesema wamefanya nchi hii kama yao, kama vile walikuwa kule Afrika Kusini. Tena tulikuwa hapa na wakati hiyo ile sheria ya ubaguzi ambayo Maafrika walikuwa naitwa takataka, bloody African. Sasa Wakenya wakaja pamoja, wakaungana. Wakati ile mbaya, hali hatari ilitangazwa, kulikuwa na shida mingi. Wakati hiyo Mkikuyu alikuwa, manake wao ni walianza vita hii ya Mau Mau. Radio ilikuwa inatangaza kila mara, kila asubuhi, ati Wakikuyu na Waembu na Wameru ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita karibu, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo. Na kulikuwa kule mbaya sisi tunaishi huku Nyanza, katika ziwa ya Victoria, kuna kisiwa huko ambayo inaitwa Mageta. Hiyo kisiwa ya Mageta, Mau Mau walifungwa huko. Hiyo ilikuwa ni kama Robben Island ya hapa Kenya.
mzee wakina Waruru Kanja walifungwa hapo Mageta. Hapo ni walikuwa asubuhi wanaletwa na boti kutoka katika hiyo kisiwa katika nchi kavu kufanya kazi ya ujenzi ya barabara. Jioni wanarudishwa pale na hiyo boti. Ni kama inachukua kama dakika 30 kutoka kufika hapo. Na walijua ya kwamba hawa watu hawezi kuogelea. Na ukiogelea hapo kuna mamba mingi zaidi. Sasa kwa hivyo ukitoroka na uingie kwa maji utaongea na mamba. Sababu hiyo kisiwa. Na mimi nakumbuka tingine wengine walipiga mzungu ambaye alikuwa ndiye ana supervise. Walimpiga wakamuua na wakatoroka watu wawili. Sasa walikuwa wanatafutwa na serikali. Wakaleta hizi helicopters. Zilikuwa zinakimbia kila mahali na wanaongea na loudspeakers. Na radio inatangaza. Ni wakati walikuwa wanatangaza juu ya mambo ya hatari ya Kikuyu na Wameru na Waembu. Lakini hao watu walisaidiwa na wananchi mpaka wakatoroka wakaingia Uganda. Wale ambao walikuwa wamefanya haya mambo. Ndio wakati hiyo sasa Wakenya wakaungana pamoja. Wakati hiyo Jaramogi alikuwa anatembea na kuambia wananchi ya kwamba Wakikuyu ni ndugu zetu. Mkiona Wakikuyu akija mni akaribishwe. Ndio Jaramogi akaja katika bunge juu ya mambo ya Kenyatta. At in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders. And their continued detention by the colonial government offends the conscience of our people. Hiyo wakati hiyo. Kiani wakasema pana, those people were leaders at that time, but they were not elected. We are now the elected leaders. So we are now the leaders. Jaramogi akamwambia tuende na wewe Fort Hall. Tuulize wananchi wa Fort Hall, hiyo ni Murang'a. Nani unasema ukweli wewe na mimi? Akaogopa. Hakuenda. Lakini watu wa Fort Hall wakaongea wakasema wanaunga mkono Jaramogi. Na watu wa Mombasa huko Dock wakasema wanaunga mkono. Na Nairobi ndio sasa mambo ikaanza Uhuru na Kenyatta. Wakaanza kusema Uhuru na Kenyatta. Ati tupate uhuru ndio tufungue Kenyatta. Jaramogi akasema pana ni Kenyatta na Uhuru. Yani Kenyatta afunguliwe kwanza ili ndio sasa tupate uhuru. Hiyo ni mimi ndio tumalizia hapo Mheshimiwa Raila. Kama Oka, Kalonzo, Musalia, Wetangula hawatakuunga mkono. Unanuia kuunda muungano mwingine ama utaenda debeni kama mpiganiaji peke yake? Unajua mimi sitaki kujilazimisha ati mimi nisimame kama Wakenya hawataki. Mimi nitasimama kama mimi siendi ati sababu nitaunga mkono na fulani au na fulani. Mimi naenda kama Wakenya wataniunga mkono. Okay? Wale wengine ni marafiki. Na wao watu wako na haki ya kusimama. Siwezi kuwalazimisha hata waniunge mkono. Na je, unaweza ukafanya kazi tena na naibu wa rais William Ruto, tukikumbuka kwamba mlikuwa na yeye katika chama cha ODM wakati wa serikali ya nusu mkate. Inaweza fika wakati mkafanya kazi na yeye tena? Unajua tumefanya kazi na Ruto kwa katika wakati ile nyingine walikuja wakati tulikuwa ilikuwa wakati wa katiba
Uhuru akiwa ni kiongozi wa KANU na Ruto akiwa ni mmoja yao. Na mimi niliwashauri wakubali tuende tupinge. Wakakubali na tukaungana pamoja na tukapinga. Alafu sasa tukaangusha hiyo katiba ya Kilifi. Sasa baadaye tukakuja kwa serikali na mimi nikaweka hiyo waziri wa kilimo, na kulikuwa na changamoto pale mingi sana, na mimi nikamtoa nikapeleka kwa higher education. Najua lakini sitaki kuingia kwa ndani mambo yale ambayo yalifanyika, kila mtu anajua. Sasa tukaenda huko na tukapeleka wao Naivasha kuangalia katiba ili, na kule Naivasha wakatoka na pendekezo na katiba mpya. Yeye mwenyewe alikuwa pale Naivasha na wakapitisha bila pingamizi. Lakini sasa hiyo katiba ilipoenda kwa referendum, alijitokeza akapinga. Yeye ndiye alikuwa anaongoza the no team. Hii katiba hii ambayo sasa yeye anasema ni mzuri, haitakikani kubadilishwa. Sasa swali utajiuliza, kama ilikuwa ni mzuri alikuwa anapinga kwa nini? Kwa nini alipinga hii katiba? Kama ni mzuri vile anavyosema. Manake tunasema hii katiba ilikuwa ni kama mzima moto. Kuzima moto, manake wakati ile nchi ilikuwa imeungua. Ndio sababu walipoenda kule Naivasha wakaleta pendekezo ambayo ilikuwa haiko kupitishwa kule kwa Bomas. Kule Bomas walipitisha katiba ambayo sasa ilikuwa ile pendekezo kwa BBI. Ukiangalia Bomas draft, itakuwa kama kulikuwa na rais, naibu wake, kulikuwa na waziri mkuu na manaibu wawili. Vile ilikuwa katika Bomas draft ndio tumebeba na tukaweka hapa. Hiyo ilibadilishwa kule Naivasha, pale ambayo kulikuwa hakuna public participation. Pale ambayo kulikuwa na public participation ilikuwa ya Bomas. Okay? Kwa hivyo alipinga kabisa. Kwa hivyo naweza kufanya kazi na mtu ambaye tunaelewana kisiasa, kwa mambo ya kisiasa. Sangine kifupi zaidi sababu muda wetu kifupi sana. Mheshimiwa Raila, ungetuzia swala la mkopo katika nchi ya Kenya. Inaonekana ni kama kwamba inasemekana kwa kila 100 ambayo inapatikana hiyo ni kweli. Unajua sisi vile tulikuwa na Kibaki, serikali yetu tulikuwa na mkopo kidogo sana, kwa sababu tulikuwa tunajua namna ya kuendesha uchumi na vile tunazidisha mapato na vile tunapunguza matumizi ya pesa. Hapo ndio imekuwa shida katika serikali hii. Yaani kwa upande mwingine mapato imerudi chini. Sio imerudi chini, mingi inaingia kwa mfuko ya watu binafsi, hailetwi kwa hazina ya serikali. Upande mwingine vile wananunua vitu, utumizi ni mbaya, kuna uharibifu mingi zaidi. Bidhaa zinanunuliwa kwa gharama ya juu zaidi, na hapo vile vile ndio unaona vile Uhuru anasema pesa inapotea hapo. Na kama tungekuwa wameshauriana pamoja, wangeziba hiyo shimo pale ambayo kuna vuja. Na mimi najua pale inavuja,
sababu mimi nasema mimi niko na suluhisho. Ruto tunasema na yako na suluhisho, na yeye ndio yako ni moja ya shida hii inavyokuwa. You are part of the problem, you cannot be part of the solution. Lakini sisi tumeshaona na Wakenya waliona vile tuliendesha ile Grand Coalition Government, mambo ilikuwa yanaendelea vizuri. Kwa hivyo mkopo, huwezi kuzuia mkopo kabisa. Swali ni vile unavyokopa. Kwa mfano ile pesa ambayo amekopa ni malipo, muda ya malipo ni kidogo sana. Si short term loans na interest riba vile vile ni juu zaidi. Hili inaleta shida mingi zaidi. Manake hizi infrastructural projects tunataka mkopo ile ambayo inachukua muda mrefu kulipa, even with a grace period. Kwa hivyo hiyo haikuwa mzito zaidi kulipa. Lakini ikiwa kama nasema ati baada ya miaka 7 sasa pesa ambayo nalipa mpaka nakuwa juu zaidi. Ingine kwa mfano kama hiyo hii ya SGR imegharimu pesa mingi. Hii SGR sisi na Kibaki ndio tulianza, ilikuwa ni project yetu na tulikuwa tayari tumesha award contract, na tuliweka award contract kwa 2.7 billion, bilioni 2 na laki 7 dola. Lakini sasa imejengwa imefika bilioni 4 na laki 3, iko bilioni 1 na laki 6 zaidi. Ili sasa hiyo ndio sababu malipo yanakuwa juu, gharama inakuwa juu kubeba bidhaa kutoka Mombasa kuleta Nairobi. Kwa sababu ile pesa mpaka irudishwe, hata ile nyingine ambayo ilienda Tenge. Unaelewa vizuri? Yes. Yeah. Kwa dakika moja tu watu wa Mlima Kenya wanakutazama. Tungekupa hiyo fursa uweze kuwazungumzia asubuhi ya leo, na kisha baadaye, kwa sababu muda umetupa kisogo, utatupa siku nyingine tuje tumalizie mambo haya ya uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa hivyo dakika moja tu uzungumze na wanamlima Kenya, waondoe hiyo mafikara kwamba wewe ni mtu ambao utalipiza kisasi, una tofauti na Wakikuyu. Dakika moja tu. Mimi nimesema historia yetu na Wakikuyu vile tumekuwa urafiki, na mimi nimesema vile vile niko mdhoniwa. Fidel alioa hapo Kiambu, Junior ameoa huko Murang'a. Kwa hivyo mimi nimekaa na Wakikuyu kwa muda mrefu. Angalia, mimi nimeanza kwanza fanya matiba tukiwa kwa mpira kwanza, kabla hatujaenda siasa. Baadaye tumeingia kwa siasa na yeye na Rubia, na tumepigana kweli kweli huko. Wakenya wote wanaelewa. Tumekuwa na watu kama Paul Mwite katika Young Turks Movement, na Kiraitu Murungi tumekuwa naye. Tumekuwa na na mzee Waruru Kanja, alikuwa rafiki sana ule kwetu. Tumekuwa na yuko na vijana wengi wa Kikuyu ambao mimi nafanya na kazi wakati huu. Kuna huyu anaitwa Kamau Waraila, anajulikana sana. Vijana kama yule wana Kenothia ambaye ni CS ya katika serikali, ni vijana yangu. Niko na vijana wengi wa Kikuyu ambao mimi nafanya nao kazi, na kina mama. Mimi kwa mfano Mumbi Ngaru nimenominate katika East African Community bunge Yala. Rachel Shebesh nimenominate katika bunge ya Nairobi. Huyu 00 Mwaura, kwanza katika ofisi yangu ya waziri mkuu, yeye alikuwa ni mtu ambaye anashughulikia mambo ya walemavu. Baadaye mimi nikanominate yeye kwa bunge
manake alikuwa anafanya mimi kazi. Kwa mimi nimefanya na Wakikuyu wengi zaidi, na niko nao wako Wakikuyu ni Wakenya, ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii, kile ambao wanahitaji ni fursa ya kufanya kazi na usaidizi kwa kupanda pale ambapo wanaweza kupata mkopo. Juzi nilikutana na wale wafanyabiashara wa Gikomba huko chini, na wakanieleza changamoto ambayo wanaona ya biashara yao, vile wa China wanakuja wanafanya hawking mpaka pale, wao wanazuiliwa sasa kupata visa ya kwenda China kununua bidhaa na kuleta hapa. Wa China wanaleta tena wana hawk, na vile vile shida ya ushuru ya na KRA wao wanavyopata wao wenyewe, ambayo imeua biashara zao. Na mimi nikasema ati hiyo ni changamoto ambayo mimi nitachukua pamoja na Uhuru, na tumekubaliana na Uhuru tunaenda na yeye mpaka huko Gikomba, na ili waweze kutoa amri na ya kusuluhisha shida ya wafanya biashara wa huko chini. Na vile nimesema, nataka kuona kwamba tunasaidia vijana kwa jumla kwa njia ile. Programu yetu ni kama ile ambayo wamefanya kule Uchina ya kupatia vijana fursa huko chini ya kuanzisha biashara yao, hata upande hii ya IT sawa kabisa, ambayo mtu anaweza kuwa anakaa pale Murang'a na anafanya kazi kwa kampuni moja huko Amerika na kadhalika. Incubation centers pale ambayo vijana wanakuwa wanafundishwa